huo ugonjwa wako, hiyo mimba yako, chukua fungasha, kamtafute mjinga na malaya kama wewe. From today onward, I don't want to see anything from you, right? Zumbe unasemaje? Zumbe unasemaje? Zumbe unasemaje? Zumbe! We malaya, wewe ukiendelea kufanya hayo unayofanya, ukiendelea kunitafuta, nitakachokufanya nakwambia, CNN, BBC, sijui TBC, Azam, wote wataandika taarifa zangu. Umeweza kuvunja viapo vyote vya ndoa ambavyo ulisimama mbele za Mungu wako, mbele ya madhabahu takatifu. Yaani rahisi tu unarahisisha tu kumuua mtu, si ndio? Zumbe, mbona umenileta huku kote? Kuna nini? Ni kweli, lakini kawaida tu, hakuna shida yoyote ile, kwa sababu kuna vitu vya muhimu sana kwa nahitaji tuzungumze. Mimi na wewe ni mwili mmoja. Kulikuwa kuna haja gani ya kuleta huku nakati tuna nyumba? Si ungeniambia tu nyumbani. Najua zile ni nyumba za kupanga. Kwa hiyo vitu tunavyotakiwa tuzungumze vinanihusu mimi na wewe tu. Ni vitu nyeti sana. Nadia, wakati Mungu anatuumba, alituumba na mapungufu mengi sana. Alituumba hatujakamilika. Tumeumbiwa makosa, tumeumbiwa kusameheana, tumeumbiwa kushikamana pia. Na kwa kipindi chote mimi nimekuwa mkosefu sana kwako, tena mkosefu mno. Najua Nadia, wewe ni mwanamke mzuri sana, mzuri mno, lakini wakati nakuwa nakuhitaji kuwa karibu na wewe, wewe ukuhitaji kuwa karibu na mimi pia. Na ukweli mimi ni msaliti sana kwako kwa kipindi kichote ambacho tulikuwepo. Yaani sikuelewi. Yaani msaliti kivipi? Na hiyo yote ilikuwa wakati nilikuwa nikihitaji kuwa karibu na wewe. Ulikuwa uhitaji wewe kuwa karibu na mimi pia. Ukweli mimi nilipata mwanamke. Yaani miaka yote hii Zumbe ulikuwa unanisaliti? Kwa hiyo ndo maana hata kuna wakati nilikuwa nakuhitaji, kumbe ulikuwa unanikataa, kumbe ulikuwa na mambo yako. Na Nadia, kwa muonekano unavyoniona, kwa macho ya nyama, mimi ni mzima kabisa, mzima mno. Lakini ukweli usiofichika, mpaka hapa tunapozungumza,
ni mfu niliye hai. Zumbe, unasemaje? Wait. What? Yaani mfu uliye hai hao? Yaani hao? Mimi sasa nimemkosea nini? Mimi kila kitu tu nimemweka wazi. Kwa mimi kila kitu nimemweka wazi. Kwa nini asiniambie hii? Bwana, mimi nilikuwa tu mwema kwake, nimefanya kila kitu ambacho kutakihitaji. Lakini kwa nini sasa hizi ananilipa haya, mimi ananilipa? Mimi nategemea mimi. Mimi nimekosea wapi? Mimi kila kitu ambacho kwa kinanihusu nilikuwa namwambia. Sasa kwa nini sasa kanificha? Kwa nini alinificha mimi? Kwa wema wangu mimi umeniponza, au kitu ambacho kizuri nilichomfanyia mimi mimi leo mimi kweli mimi kwa nini sasa kuniambia? Mbona mimi nimekuwa muwazi kwake? Mbona mimi nimemwambia kila kitu? Mbona mimi nimefanya kila kilicho Wema, leo Wema ndo wa kulipwa haya niliyolipwa kwa sasa. Zumbe, umeniua. Zumbe, umeniua. Zumbe, unasemaje? Zumbe, unasemaje? Zumbe, unasemaje? Zumbe! Nimekukosea nini? Oh, Mungu wangu. Na yule mwanamke pia mpaka sasa hivi ni mjamzito. No. Nadia, nisamehe mimi. Nisamehe mke wangu.
Nisikilize Nadia, nisikilize. Nisikilize. Shangazi, kila kitu kwangu kimepotea kwa sababu ya ukorofi wa baba. Ali ana mwanamke mwingine. Sala, kaka ameniambia una siku 3 huli wala hunywe. Kwa nini lakini? Sasa hebu angalia hapo hapo unaposema hapo. Ali ana mwanamke mwingine. Kwa maana kaa kabisa ukijua Ali alikutamani, Ali hakukupenda. Alaiti Ale ingekuwa nakupenda kwa muda mfupi huu, wala singeweza kupata mwanamke na kuanzisha mahusiano mengine. Na dakika chache sana za kukusikiliza. Unaweza kuongea. Mr. Zumbe, mimi kilichofanya nikuite hapa kubwa zaidi ni kuendelea kukuomba radhi kwa ajili ya mambo ambayo yamekwisha kutokea. Na before nilishindwa kukuambia ukweli kwa sababu ningehisi labda ungeweza kuniacha. Na tayari mwenzio nikuta kuwa nimekwisha kupenda tayari. Na kama ni maji yakishamwagika, kumbuka yazoleki tena. Mimi sioni wewe kuna haja ya kuendelea kuwa katika hali hiyo mpaka sasa hivi. Hali ya maradhi ni kitu cha kawaida tu. Mbona mimi ninaishi nao takriban miaka 2 sasa? Natumia dawa, nafanya mazoezi, nakula vizuri na ninapata muda wa kupumzika. Mbona the way niko normal tu? Sasa unashindwa kwa sababu gani? Lakini yule aliyekuwa akupendi mwanangu, angekupenda Ali kwa muda mfupi huu, wala asingekuwa na wazo la kwenda kutafuta mwanamke mwingine na mpaka naye hatua imefikia umefahamu. Kwa maana yeye Ali alikuwa anakupotezea tu muda wako. Ukizingatia wewe una kazi. Upo nyumbani kwa babako unaishi vizuri. Mwisho wa mwezi unashika shilingi 2-3. Kwa nini ukawa unamfuatilia mtu ambaye wala hakuwa na shida na wewe? Utajiletea matatizo makubwa mazito. Hutaki kula, hutaki kufanya chochote. Hebu ona ulivyodhoofu mwili wako. Utapata pressure, utaugua madonda ya tumbo. Yaani utajikuta wewe umekuwa nyanga. Kwa ajili ukawa unamfuatilia huyo Ali. Achana naye mwanangu, huyo Ali hakufai tena. Na kumbuka maji yakishamwagika hayazoleki tena Zumbe. Na ukizingatia kubwa zaidi ni kulingana na hali yangu nilionayo kwa sasa. Natakuwa nianze clinic sasa. Na ukizingatia ndo baba halali wa hichi kiumbe. Kwa hiyo nadhani huu ndo muda sahihi wa kukaa na kujadiliana ni jinsi gani tunaweza kupata ushauri zaidi wa madaktari ili tuweze kumkinga mwanetu ambaye tayari yuko tumboni sasa. Kwa mimi sioni kuna haja ya wewe kuendelea kukaa katika hali hiyo. Kwa sababu Auntie, kama mnataka niendelee kuliona hili jua, kama unataka nile, basi naomba ukaongee na Ali. Bila Ali mimi si chochote.
naona kila kitu sina. Yaani mimi sasa hivi najiona kama mfu anayetembea. Shangazi, hebu naomba ongee naye arudi, bado namhitaji. Sawa, hilo swala dogo. Upande mwingine, itirafu ya wewe na Ali kwangu mimi imekuja kuwa faraja. Hivyo unachukuliaje kwanza? Au ninaonaje? Yaani vyote ulivyovifanya umeona havitoshi. Yaani maradhi ulionipa umeona haitoshi. Bado unaendelea kunifuatilia, si ndio? We shetani. Yaani nakuchukia kuliko nguruwe anavyochukiwa na dini ya Kiislamu. Yaani wewe unapata wapi nguvu ya kunifuata na kunifesi na wakati ushaniua? Unapata wapi ujasiri wa kuniita sehemu kama hizo za kipumbavu, mjinga mmoja mkubwa wewe? Wewe. Yaani unanionaje mimi? Au unaona kama vile punguani vile? Umeniharibia familia yangu. Umeniua mimi mwenyewe. Wewe unajua ni watu wangapi nyuma yangu mimi wananitegemea? Yaani wewe mtu mmoja umepoteza ndoto ya familia yangu nzima. Unajisikiaje kumuua mtoto wa mwanamke mwenzio? Tena makusudi kabisa, angalia hali unajua afya yako. Lakini bado unaendelea kunifuatilia. Ugomvi wa mwanzoni wa mimi na kaka na Esha, sasa hivi tumekaa kikao, tumeyaongea, yameisha. Amani inaendelea. Mpaka leo nafikia hatua ya kuja hapa kukaa kwa kaka naongea. Yaani tumeelewana sasa vizuri. Umenielewa? Sembuse swala lako la Ali, yaani hiyo imeisha. Niamini mimi. Mimi yule kijana mimi namkabili yule. Yaani mimi nikimpata hiyo imeisha. Nitaongea naye vizuri. Wala hata usiwe na wasiwasi. Ila ninachotaka, ili na mimi unifurahishe na unipe moyo, anza kula. Yaani ukianza kula, mimi yule Ali nampata faster tu, kishampata tu hili limeisha. Lakini nataka uniahidi kitu hiki. Ai. Wewe. Ukiendelea kufanya ambavyo unataka kunifanyia kwa sasa. We malaya. Wewe. Ukiendelea kufanya hayo unayofanya, ukiendelea kunitafuta, nitakachokufanya nakwambia. CNN, BBC, sijui TBC, Azam, wote wataandika taarifa zangu. Yaani rahisi tu unarahisisha tu kumuua mtu, si ndio? Sasa nakwambia hivi, huo ugonjwa wako, hiyo mimba yako, chukua fungasha, kamtafute mjinga na malaya kama wewe. From today onward, I don't want to see anything from you, right? Sasa wewe si mwamba, unajua nitakachokufanya wewe malaya wewe. Utaanza kula? Yaani unachotaka uanze kula kwanza. Ukishaanza kula wewe chakula vizuri, ni hakikisha unakula. Mimi hali yule mdogo sana kwangu. Yaani nikishampata tu imeisha. Maisha yenu yataendelea vizuri na hali mtakaa kama kawaida, hata usiwe na wasiwasi. Ila ninachotaka kwanza wewe ule chakula. Unanielewa? Yaani kula chakula, mwili wako uweke vizuri, yaani urudi kwenye ile hali yako. Yaani sasa hivi umezofu kabisa, umezofu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, hali nitamtafuta nitamueleza. Ila nawe kula chakula. Unanielewa vizuri? Ila sasa nimekumbuka kitu. Hebu ngoja niongee na kaka vizuri. Kaka Kapulilo. Hebu subiri nimfuate ndani. Kuna jambo nataka nikaongee naye kwanza. Nadia. Mabegi tena.
Mbona unataka kuniacha kwenye wakati mgumu sana jambo nataka tukae pamoja tukabiliane nalo mama. Mimi najua hata nizungumze nini kwa sasa, hata nifanye jambo gani zuri kwako halina thamani tena. Mimi ni mkosefu tu, lakini hakuna binadamu ambaye amekamilika. Lakini pengine huo ndo udhaifu wangu, pengine hayo ndo mapungufu yangu. Hakuna binadamu ambaye kakamilika, Nadia. Hata kitabu cha dini kimeandika samehe 7 mara 70. Kosa langu moja leo hii linatoa hukumu hii kweli? Shafi. Naam. Bwana nimekuona. Habari za saizi? Salama, shikamoo. Mama, kwema? Kwema, mnaendeleaje? Hatujambo, sijui nyie. Sawa. Ila usalama mdogo? Ndio. Sasa, Shafi, hebu naomba unieleze Ali yuko wapi? Maana naelewa wakati kama hayupo kwako, yupo kwa George. Ali yupo wapi? Kuhusu Ali kwa kweli kwa sasa hivi sijui Ali yuko wapi. Maana nakuwa niko busy sana na shughuli zangu kule kijiweni, masuala ya riziki si unajua. Kwa hiyo nimekuwa sizingatii sana kuhusu Ali kwa sasa yuko wapi. Vipi, kuna tatizo? Sikiliza nikwambie. Kukutafuta mimi wewe na mwenzio ili nipate ukweli, kwa sababu naelewa kivyo vyote vile nyie mnajua Ali alipo. Na kuja kwangu kwenu sio kama eti nakuja ili niwachochee moto kwa kaka. Hapana. Nachotaka ni usalama, kuokoa maisha yule binti. Kwenye mabegi haya kuna vitu vyangu tu. Nataka nikaanze mwanzo wangu mpya kabisa. Sijachukua kitu chochote kile humu ndani. Hata zawadi zangu za harusi nimeziacha, kwa sababu naona nikichukua ni mkosi kwangu. Zumbe, wewe hukuwa mwanaume wa kwenda kuokota tu wanawake huko nje. Kama kulikuwa kuna mahali ninakosea, ungenikalisha chini ukaniambia. Nilichokuwa nakuomba, kama Ali unajua alipo, kama sio kwako yupo kwa George, naomba ende ukamweleze Ali aende nyumbani kule kwa Sala. Angalau hata nusu saa nzima akakae na mwenzie aongee naye. Wala ule binti apata ule uhueni aweze kula hata chakula. Ule binti sasa hivi hali chakula. Akili yake yote, mawazo yake yote yameishia kwa Ali. Na Ali hatujui hata yupo wapi. Na wahurumia sana. Kwa sababu gani? Naelewa akili za kaka yangu Kapulilo. Yaani Sala yule mtoto ndo mboni zake za macho. Sasa pindi itakapokuwa itokee hali mbaya kwa Sala au akapoteza maisha, nyie mtaingia hatarini. Hebu naomba uniambie vizuri, Ali yupo wapi? Lakini umeamua kunivua nguo. Umeamua kunidhalilisha. Ninanuka aibu. Na ulivyo mnafiki. Umesimama mbele yangu unaomba msamaha, right? Hivi unafikiria ninaweza kukuamini?
kama umeweza kuvunja viapo vyote vya ndoa ambavyo ulisimama mbele za Mungu wako, mbele ya madhabahu takatifu. Ni kweli tunachozungumza Aunty Waridi, lakini ni kweli siwe mnafiki. Kuhusu hali sijui kabisa hali yuko wapi. Yaani habari za hali kwa haraka kwa sasa hivi sijui. Kweli hali ni rafiki yangu, pia George ni rafiki yangu, lakini hata pia George mwenyewe siku 2-3 hizi pia sijaonana naye kutokana na ubize wangu wa kazi. Nimekuwa sio mtu sana wa kuwafuatilia ni wapi wapo, nini kinachoendelea kati yao. Tumekuwa tunapishana sana. Sasa kuhusu habari za hali na Sara, kikweli sijui, na tunamfahamu kweli Kapulilo atakalotaka jambo lake lazima liwe. Lakini katika hili niwe tu muwazi kwako Aunty. Sijui kabisa hali yuko wapi. Laiti ningejua ningetoa ushirikiano kwako, labda nikaenda kumweleza hali, akaja mkaenda kuyazungumza ili na sisi angalau tuwe huru na maisha yetu. Maana hilo tayari ni tatizo. Hebu mrudie kwanza Mungu wako. Nenda kawaombe msamaha wale viongozi waliosimama kutufungisha ndoa. Kaombe msamaha wazazi wetu. Kaa chini. Tambua ulichokifanya, ulichonifanyia. Mungu mwenyewe anakushangaa. Nadia mke wangu. Maisha ni kitabu kizima. Usichome kitabu kizima kwa sababu ya ukurasa mmoja ambao hujaupenda. Lakini mimi ni mjinga, lakini mimi nimekosa pakubwa sana. Lakini unaniachaje? Yaani unaniacha yani Ujui? Ndio, sijui. Sasa kitakachokuja kutokea, msije mkanilaumu mimi mkaniona mbaya. Kikubwa nimekueleza kwa upendo, kwa kuwahurumieni. Maana najua takalo kuja kutokea ni swala zito. Sasa baadaye litakalo wakuta, msije mkanilaumu kusema eti Aunty Waridi hakutaka kunieleza ukweli wa jambo. Shauri yenu. Maamuzi ya kutoka kwenye hii nyumba, niepuke kitu kibaya ambacho ningekuja kukufanyia. Zumbe, umeshanibadilisha jina, hivyo sitaki kabisa kuongezewa majina mengine. Toka. Sina nguvu tena za kupambana na wewe. Pisha nipite Zumbe. Nadia. Nadia ndo naenda kweli?